Huenda labda ukuelewa kile alichokizungumza Mange Kimambi kupitia kwenye akaunti yake ya X kuposti video kwa lugha ya Kiingereza, na kutokana na sisi wa Tanzania hii lugha kidogo ni mtihani, basi nipo hapa nitakusomea kile alichokizungumza kwa lugha ya Kiswahili. So alizungumza kwa lugha ya Kiingereza akiwa amelenga video hiyo iwafikie wale wahusika. Sasa Mange Kimambi bwana aliposti video na nitaitafsiri hivi. Alianza kwa kusema hivi: hii ni video kwa ajili ya kamati ya mambo ya nje ya Seneti ya Marekani. Hii ni video kwa ajili ya Seneta Ted Cruz, pia kwa Seneta Shaheen. Kwa niaba ya Watanzania, napenda kuwashukuru. Asanteni kwa kutotazama pembeni kilichotokea Tanzania tarehe 29 Oktoba. Asanteni kwa kusimama nasi. Tumehisi tuko peke yetu, tumehisi kama dunia haijali, lakini inaonekana nyinyi mnajali, hivyo tunawashukuru, mmetupa matumaini. Na kuna jambo ningependa kuwaambia. Nina hakika tayari mmeona hasira kutoka kwa wabunge wa Tanzania jana wakipinga Seneti ya Marekani katika mjadala wao ujao. Ningependa Seneti ya Marekani ielewe kwamba hawa wabunge waliotoa kauli jana, hakuna hata mmoja wao aliyesema kwa niaba ya Watanzania ama kwa niaba ya wananchi wa Tanzania. Kwa nini nasema hivi? Hakuna hata mmoja wa wabunge wa Tanzania katika kipindi hiki aliyechaguliwa na wananchi wa Tanzania. Hakuna hata kula mmoja ya wananchi ambayo iliwachagua wabunge walioko bungeni kwa sasa. Hakuna hata mmoja. Wote waliteuliwa, na wanamaanisha hivyo kihalisi. Waliteuliwa kwa mkono. Katikati ya uchaguzi wa mwaka jana, Samia Suluhu Hassan alibadilisha katiba ya chama tawala ili kumruhusu kumteua wabunge kwa mkono wake. Hivyo watu waliopo bungeni sasa wanapinga watu walioko bungeni kwa sasa wanaopinga Marekani wote ni askari wa kisiasa wa Samia Suluhu. Wote wamechaguliwa kwa mkono. Hakuna hata mmoja anayewakilisha wananchi wa Tanzania. Wote wanamwakilisha Rais Samia Suluhu. Kwa hivyo tafadhali, chochote wanachosema kwenu, hawazungumzi kwa niaba yetu. Hawana mamlaka ya kimaadili wala kisheria ya kutuwakilisha kwa sababu hatukuwachagua. Kwa hivyo tafadhali wasikilizeni sisi tu. Nina hakika tayari mmeona majibu ya mitandaoni kutoka kwa wananchi wa Tanzania, na sisi wote tuko pamoja nanyi, tuko nyuma yenu. Wanajaribu kuchafua hali kwa kusema kwamba Wamarekani wanaingilia kwa sababu wanataka madini ya Tanzania, lakini hawawaambii Watanzania ukweli kwamba kwa miezi kadhaa iliyopita wamekuwa wakitoa mikataba ya madini kwa makampuni ya Marekani ili Marekani iangalie pembeni kuhusu mauaji yaliyofanywa. Hawawaambii watu kwamba wamekuwa wakijaribu kuhonga Marekani kwa mikataba ya madini ili wasichukue hatua, lakini Marekani ilikataa kuingia makubaliano hayo. Lakini sasa watu wanaelewa. Tunataka mjue, Marekani, wananchi wa Tanzania, tutasherekea mwisho wa utawala huu lolote litakalohitajika, kwa sababu wanaangamiza nchi yetu. Sasa hii ndio ilikuwa nimetranslate yale aliongea kwa lugha ya Kiingereza, kwa sababu alikuwa amepoint ni kwamba ujumbe huu afikie hao wenzetu wenye lugha yao. Sasa huu ujumbe mimi nimetranslate tu. Unaweza pia ukaenda kucheck comment kwenye X kule account ya Mange Kimambi. Drop comment, utakomentisha kinoma noma. Bye bye. Natumaini utakuwa pia umeelewa Mange Kimambi alizungumzia nini kwenye ile clip.